Hapa studio niko na Junior Ndesaji, ni mtaalamu wa masuala ya kilimo uchumi. Tuko na hapa kuangazia bajeti hiyo ya kilimo, lakini kabla hatuja kwenda kuangazia kwa kina kabisa hiyo bajeti iliyowasilishwa jana na Waziri wa Kilimo Japhet Yasunga, tutazungumzia vyama hivyo vya ushirika vile vile baada ya mrajisi ama msimamizi mkuu wa vyama hivyo vya ushirika kudodosa masuala kadhaa na kutueleza namna ambavyo wameweza kujipanga kudhibiti ubadhirifu wa fedha za wanachama hao, ama hasa wakulima ambao wamekuwa wakitaabika na fedha zao ambazo kwa kiasi kikubwa wameweza kuzitafuta katika mambo yao, shughuli zao za kilimo, alafu wanakuja mtu kufanya ubadhirifu, jambo ambalo si zuri sana. Junior Ndesaji, ndio umemsikiliza hapo mrajisi kwa kiasi kikubwa kabisa, lakini tuanzie pale alipoishia yeye akisema kwamba kwa hivi sasa wametengeneza mfumo wa mwanachama mwenyewe ama mkulima mwenyewe wa vyama hivyo vya ushirika kutambua kwamba hatua hii kwamba kuna ubadhirifu wa fedha na kuweza kama akiweza kutambua kwa awali, ina maana kwamba hatua zitachukuliwa mapema, tofauti na zamani kwamba shughuli zinakwenda tu, kumbe fedha zimeliwa. Baadaye mnakuja mnajikuta muhasibu mwenyewe hayupo, mahesabu hayaeleweki, na wakulima wamekuwa tukishuhudia wakiwa katika hali ngumu ya maisha, umaskini. Vyama hivyo vimekuwa vikileta umaskini kwa wakulima. Nini maoni yako kuhusiana na haya aliyosema mrajisi wa vyama vya ushirika? Nashukuru sana kaka Jamali. Labda tu kwa ufupi kwanza nianze kipekee kabisa kwa kupongeza Wizara ya Kilimo kwanza, waziri wa Wizara ya Kilimo Mheshimiwa Japhet Yasunga, lakini na manaibu wake Omar Mgumba, lakini hata pia Mheshimiwa Hussein Bashe, lakini hata pia katibu mkuu ambaye pia ameteuliwa juzi Mheshimiwa Gerard, lakini pia na Profesa Tumbo kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Naweza kusema tu kaka Jamali, kwa kweli Wizara ya Kilimo imepata kwa lugha ya Kiswahili majembe, na kwa kweli tunaona kweli sekta inaenda vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa sababu pili pia ni kwamba Wizara ya Kilimo sasa hivi, zamani tulikuwa tunajua tu Wizara ya Kilimo na ikisoma bajeti yake inakuwa ni kwa ajili ya Wizara ya Kilimo, lakini sasa hivi tumepata kuna manaibu waziri wawili ambao mmoja anashirika na ushirika na wengine anashirika na umwagiliaji. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri sana, na katika vitu vikuu kati ya vitu vikuu au vielelezo vikuu kabisa vya kuweza kuongeza au kusaidia sekta ya kilimo iweze kusogea ni swala zima la umwagiliaji na ushirika. Ni vitu ambavyo ni vya msingi sana na vinategemeana kwa ni kama pacha kwa pamoja ili kuweza kusogeza. Kwa hiyo tukija kwenye swala la ushirika, kwa kweli kama ilivyosemwa na mrajisi hapo nyuma kwamba kumekuwa tunakumbuka historia ya nyuma kidogo, miaka 80 90, kwamba vyama vilikuwa vinafanya kazi vizuri sana. Ukichukulia mfano kule Kilimanjaro KNCU walikuwa wanauza kahawa nyingi sana kwenda nje, na hata ukienda Kagera kahawa nyingi inakuwa inaenda nje. Lakini katikati pale kidogo pakatokea swala zima la usimamizi ambao sio mzuri na ni kwa viongozi. Sasa hapa ni swala zima la uwajibikaji, na unakuta viongozi kama mwenyekiti na makatibu wanachama wanapotoa michango yao au wanapoleta mazao yao, ambapo wakishaenda kuuza kule mnadani, basi bei ikipatikana kule wanadanganywa kwanza bei kwamba kiasi hichi ndio kimepatikana kwenye mnada. Kama wameuza shilingi 1000 wanaambia shilingi 500, ile hela nyingine wananani. Sasa baadaye wakija kugundua wanachama, ile inaondoa imani yao, inazidi kupungua kwamba hapa kuna kitu. Kwa hiyo watu wanaanza kuona ukiambiwa msimu ujao twende tukakusanye kwenye vyama vya ushirika, unasema huko bwana hamna chochote. Sasa hicho ndicho kilichotokea. Pakaanza kidogo taratibu, wale viongozi wakaanza kuangalia zaidi manufaa binafsi zaidi ya manufaa ya watu wengi au wanachama wao. Kwa hiyo ndio ikasababisha kwa asilimia kubwa, na tunashukuru na kuwapongeza mrajisi. Nimepata kumsikia kwamba wanaweka hatua kama ulivyopata kuelezea za kuhakikisha kwamba kuna usimamiaji kuanzia kwenye shina ambapo ni kule chini mpaka kule juu, swala zima la kuhakikisha swala la uwajibikaji. Na tunashukuru pia na nimpongeze pia Mheshimiwa Yasunga kwa kufuta vyama 3000 na nafikiri takriban 500 kama sio 800 vyama ambavyo ni hewa, kwa sababu tusingependa tuwe na vyama ambavyo havifanyi kazi, tungependa tuwe na vyama ambavyo vyama vya mfukoni. Uko sahihi kabisa. Na labda tu niwaeleze kaka Jamali kwamba
katika nchi nyingi ambazo zimepata kuendelea, ukienda kwenye nchi mfano kama bara la Asia, hapo ukienda Malaysia, ukienda kwenye nchi kama Taiwan na Thailand ambao wanazalisha mchele mwingi sana, utaangalia kati ya kitu kikubwa ambacho kimewasaidia katika kuweza kufanikisha kilimo chao. Tunavyoongea sasa hivi Thailand na inakaribia kuongoza kwenye swala zima la mchele. Sisi tunazalisha tani milioni 2, wakakaribia tani milioni 2 mpaka tani milioni 2.2 kwa mwaka, lakini wao uzalishaji wao ni zaidi ya takriban tani karibu milioni 50 mpaka milioni 100 kwa mwaka. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona kikubwa na tija yao kwa sisi, wao wanazalisha takriban tani karibu 8 mpaka 10 kwenye hekta. Sisi tunazalisha karibu takriban tani 2 kwenye hekta moja. Kwa hiyo unaweza ukaona, lakini kubwa ambalo liwasaidia wao ni kwamba walijiunga kwenye vyama vya ushirika kama wakulima, na vyama vya ushirika vyao vikawa vina usimamizi mzuri kabisa, kwamba lolote linapotokea, kiongozi yote ambapo anapotokea kwamba akafanya ubadilifu, basi yule kiongozi anafunguliwa mashtaka makubwa na kuondolewa kabisa kwenye. Kwa hiyo inajulikana kabisa kiongozi anapoingia anajua ninaenda kutumikia kwa ajili ya watu wangu, na kilichotokea ni kwamba wakulima wengi wakahamasika kukusanya mazao kwa wingi, kuzalisha kwa pamoja, kwa sababu tunaamini kaka Jamali, kwenye vyama vya ushirika nguvu inakuwa ni ya pamoja. Tunapokuwa tuna nguvu ya pamoja, kwanza mkopo unakuwa ni rahisi kupata. Benki ukienda leo kama mkulima mmoja huwezi kupewa mkopo, lakini unapoenda kama chama na mkawa katika vyama pale, mna shughuli zenu mmezibuni wenyewe mbalimbali ambazo sasa zikawasaidia mkapata dhamana, hiyo inawasaidia zaidi kupata mkopo mkubwa, na ushahidi wa vyama mbalimbali ambao tumeviona maeneo ya Mbeya huko. Sasa Bwana Junior Ndesaju, tuseme kwamba ni usimamizi wa vyama hivi ulikuwa mbovu, ama vyama vyenyewe ndio vilikuwa vibovu? Mimi naweza nikasema tu kaka Jamali, inaweza ikawa kwa kote mbili, kwenye sehemu zote mbili, lakini kikubwa ambacho tumekiona kwa kweli, unajua tatizo kutokana na wahusika wenyewe walioko kwenye mfumo huu wakilielezea. Na katika mimi kufanya kazi katika nchi ya Tanzania maeneo mbalimbali na kanda tofauti, wakulima wengi walikuwa wakilalamikia swala zima la usimamizi, kwamba watu ambao wanaoenda pale wanaochaguliwa hawawi kwa maslahi ya chama. Kwa hiyo tunaliona kwamba kwa ukubwa kabisa limekuwa ni kwamba ni wale wasimamizi, lakini vyama, kwa sababu tunapongelea chama ni uongozi na wanachama, na wanachama paka waweke. Mimi nakumbuka kwa Jamali, kuna kipindi tulikuwa tumeenda kuhamasisha wakulima waweze kuhifadhi mazao ghalani, kwa sababu tuliwaambia jamani, leo anapokuja mnunuzi ambaye yuko hapa mjini, hauwezi wewe uko na gunia 20, anakuambia bwana, mimi nije huko nichukue gunia 20, alafu tena aende kijiji kingine achukue gunia 20. Kwa nini msiwe mna ghala moja, muhifadhi kwa pamoja, mwe mna mzigo mkubwa? Tunaposema leo tunawaleta wanunuzi kutoka Afrika Mashariki, mfano Rwanda, Kenya, au kutoka DRC Congo, wanapokuja wanataka waje wakute mzigo mkubwa, kwa sababu pia yeye anaokuja kununua hapa anakuja kupeleka kwenye soko kubwa zaidi. Lakini sasa wakulima wakawa hawataki kufanya hivyo, au wanaanza kuwa na wasiwasi kwamba kunaweza kuwa ni ubadilifu. Tukamwambia hichi ni kitu kizuri, lakini sababu kwa nini walikuwa na imani ndogo, tukiwauliza wakasema haya ndio yale mambo ya ushirika. Sasa kubwa ambalo tulikuja kuligundua ni kwamba sio kwamba vyama labda vilikuwa vibovu sana, lakini swala zima ilikuwa ni kwamba wale watu ambao ni viongozi hawatumiki kwa maslahi ya wanachama. Bajeti ya kilimo, sekta ambayo inachangia 29% kwenye pato la taifa, na imeajiri watu takriban 65% Tanzania nzima. Eneo kubwa limekuwa bado halijatumika. Mwaka huu mpango ama programu ya pili ya maendeleo ya sekta ya kilimo nchini, ASP namba 2, fedha zimeelekezwa huko. Nakumbuka bajeti ya mwaka 2019, 2020 hali kadhalika fedha zielekezwa huko. Ukifanya tathmini, kwa namna gani wameweza kufanikiwa katika programu ile na kuweza kuelekeza fedha zaidi katika programu ile, katika hasa kwa kusaidia wakulima? Naam. Nashukuru sana kaka Jamali. Labda niseme kwamba kwanza kwenye swala zima la bajeti, tunaona bajeti ya mwaka 2019 mwaka 2020, lakini mwaka 2020 mwaka 2021 ambayo imesomwa jana, kwanza takribani bajeti yote iliyosomwa ni takribani bilioni 253, na ukiangalia mwaka jana na mwaka huu ni kiasi hicho ambacho kimepata kutengwa, ambacho kinaenda kwenye, kama tulivyosema, kwenye tume ya umwagiliaji, kuna tume ya ushirika, lakini hata pia kwenye Wizara ya Kilimo. Kwanza ingekuwa kwanza ni rai yetu
tungeweza kusema kwamba ni vyema kutokana na kuna wao watu wanaitwa, kuna mkutano ambao ulikaa unaitwa Malabo Degradation. Walisema ili kilimo kiweze kusogea nchini na kiweze kuchangia kwa ukubwa kabisa kwenye uchumi wetu, ni kwamba inabidi tuweze kutoka kwenye tuweze kusogea mpaka 10% ya pato lizima la taifa, kwa kumaanisha kwamba bajeti yetu 10% iweze kutengwa kwa ajili ya kilimo, na tunaamini kwamba tungeweza kufanya hivyo. Ukiangalia leo kaka Jamali, bilioni 253 ukiweka kwa kawaida makadirio yetu ya makadirio ya matumizi au mapato kwa mwaka yamekuwa takriban karibu trilioni 31 mpaka trilioni 30 kwa karibia miaka ya karibuni. Ukienda kuangalia asilimia utagundua kwamba ni asilimia, ukichukua bajeti ukaangalia asilimia, utakuja kugundua kwamba asilimia ni chini hata 1%. Sisi tunachangia, lakini japokuwa tunachofahamu kwamba kuna sekta zingine mama ambazo zinachangia kilimo, sio tu Wizara ya Kilimo. Na kwa hiyo tunachoomba, ungekuwa rai yetu pia kwa serikali, ni kwamba ni kuweza kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukaweka zaidi fedha kwenye swala zima la Wizara ya Kilimo, ikaongezewa kidogo bajeti, kwa sababu kuna mambo mengi kama nilivyosema, kuna umwagiliaji ambao kwa asilimia kubwa kila kanda ingehitaji tu umwagiliaji ili tuweze sisi kufikia malengo. Lakini hata pia kwenye swala zima la kuongezea, kuweza kuweka nguvu kwenye vyama vya ushirika ili viweze kusogea. Lakini tunapokuja kwenye swala zima la SDP2 ambao ni mpango wa sekta ya kilimo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaendeleza kilimo, na kuna vipaumbele vikuu 4 ambavyo viko kwenye hili. Swala moja kwanza likiwa la umwagiliaji, swala lingine la pili likiwa ni swala zima la tija, lakini la tatu likiwa swala zima la kuongeza thamani, lakini hata pia kuangalia masoko mbalimbali, lakini 4 ikiwa ni uratibu mzima, kwa sababu SDP1 ilienda vizuri sana, lakini uratibu ulikuwa ni mbovu. Sasa hivi tumeona kwamba kuna hela nyingi zimewekwa, na tunachokiona kaka Jamali ni kwamba kwanza tunaupongeza mpango wa SDP2 kwa sababu umeainisha mazao husika katika kanda husika, na tunachokiona ni kwamba kama hela zitaenda kuwekwa zaidi, ni kwamba tunategemea kwamba katika kanda fulani tutategemea kuona mazao fulani yakiweza kuongeza uzalishaji wake. Sasa mwaka jana fedha zilipelekwa huko katika huu mpango, na mwaka huu fedha zimepelekwa huko, tuangalie ufanisi wake. Kwamba je, tumefanikiwa? Wakati huu tunaongeza fedha tena katika kupeleka kwenye mpango wa maendeleo wa SD2, yani mpango wa maendeleo wa kilimo wa awamu ya pili. Kwa kweli naweza nikafanikiwa kwa sababu kwanza tumeona uzalishaji umeongezeka maradufu kabisa. Ukiangalia kama umesikia kwenye hotuba, tumbaku uzalishaji wake umeongezeka kwa asilimia kubwa kabisa. Haya mazao ambayo tunaita mazao yetu ya kibiashara, uzalishaji wake mkubwa umeongezeka. Lakini hata pia tufahamu pia kaka Jamal kwamba kuna mazao ambayo tunapeleka kama mboga na matunda. Tumeona uzalishaji wake na uwekezaji wake umekuwa mkubwa sana kupitia ile SDP2. Watu wengi, sekta binafsi imeingia na imeweza kuwekeza kwa asilimia kubwa. Lakini hata pia kwenye swala zima la mazao ya chakula, tunategemea hata mwaka huu kwamba mavuno yatakuwa yanaweza kawa ni zaidi. Na labda tu kwa kufahamu tu kaka Jamal kwamba kipindi hichi cha mwaka huu kwenye bara la Afrika Mashariki, Kenya, Somalia na Ethiopia, wao wanaweza wakawa na bara la njaa kutokana na mdudu nzige aliovamia, lakini hata pia na mafuriko na majanga ya mafuriko ambayo yameathiri kwa kiasi kikubwa mazao pamoja na makazi ya watu kwa nchini Kenya. Takribani watu 1.1 na 300,000 wameathiriwa katika kando huu wa Afrika Mashariki. Tuishi hapo. Junior Ndesajo, tutarejea tena katika mchaka asubuhi. Kipindi ni Morning Trumpet. Mimi ni Jamal Hashim. Tunapumzika kidogo kwa ajili ya kupata matangazo na kisha tutarejea hapa studio. Na kama unajiunga nasi hivi sasa, kipindi ni Morning Trumpet. Mimi ni Jamal Hashim. Tunajadili sekta ambayo asilimia 65 imetoa ajira kwa Watanzania na inachangia pato la taifa asilimia 29. Hii ni sekta ya kilimo ambayo tunaijadili hapa studio. Niko na Junior Ndesajo katika kuangazia kwa namna gani bajeti ya mwaka 2019 na bajeti ya mwaka 2020-2021 imeweza kufanikiwa, na hii ya mwaka huu 2020-2021 iliyowasilishwa jana na Waziri Japhet Asunga imeangazia maeneo gani? Junior Ndesajo, tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na mpango ule wa pili wa sekta ya kilimo, wa maendeleo katika sekta ya kilimo, namna ambavyo umeweza kufanikiwa,
na fedha ambazo kwa mwaka huu zilivyowekwa zitasaidia kwa namna gani kuendeleza maeneo ya kilimo. Tuzungumzie ule ushiriki wa sekta binafsi kwa maana PPP, mpango huu ambao umekuwepo kwa hivi sasa. Mpango huu una manufaa gani kwa wakulima? Una manufaa gani kwa sekta binafsi na una manufaa gani kwa serikali, kwa sababu ni mpango ambao umeelezwa utaleta tija na hasa kwa wakulima wadogo wadogo? Ndio. Nashukuru. Tunapoongelea mpango wa PPP kaka Jamal, labda tukufahamu kwamba ni ushirikiano au ni mashirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Na tunapoongelea mashirikiano ni kwamba ni kuwa na mijadala mbalimbali na sekta binafsi kuweza kusikia mitazamo yao na changamoto zao ambazo wanazipata na serikali kuzisikia na kuzifanyia kazi. Kwa ujumla hilo ndio limekuwa, tunapoongelea swala zima la PPP, hilo ndio jambo kubwa, ni kwamba ni kuweza kuwa na nafasi ya sekta binafsi na sekta ya serikali kusikilizana. Serikali kuongea kwake kwamba sisi tunaona tunafanya hili, sekta binafsi na sisi kusema kwamba na sisi tunafanya hili, lakini tunahitaji msaada wenu kama serikali, mtutengenezee mazingira wezeshi kwenye maeneo 1, 2 na 3 ambao ni ya kilimo moja kwa moja. Na labda tuipongeze sana Wizara ya Kilimo, kwa kweli imekuwa sikivu sana. Zamani kidogo ulikuwa hapo nyuma, ulikuwa hata ukiweza sekta binafsi haina sehemu ya kutolea maoni, lakini tumekuwa tuna vikao vingi ambavyo Wizara za Kilimo zimekuwa zikitualika. Mfano mkubwa ni kuna mpango ule wa upotevu wa mazao, upotevu wa mazao baada ya kuvuna, ambao ni mpango ambao umeandaliwa na Wizara ya Kilimo. Walialika wadau sekta binafsi. Kwa hiyo tunaangalia ule mpango, sisi kama sekta binafsi pia tunachangia na kusema kwamba tunadhani hapa pangerekebishwa, na yale maoni yakachukuliwa, ule mpango ukaboreshwa, na sasa umekuwa ni mpango wa taifa ambao unatekelezwa na wizara chini ya Wizara ya Kilimo, kuhakikisha kwamba tunaona kabisa upotevu umeweza kupungua. Lakini pia maana kwamba mkulima anapovuna mazao asilimia takriban 50% mpaka asilimia ngapi anapoteza mazao yake? Anapoteza asilimia 20 mpaka asilimia 40. Asilimia 20 mpaka asilimia 40 mazao yanakuwa yamepotea. Lakini sasa hivi tunachokiona ni kwamba wizara imeweza kupunguza kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo inaweza kuwa labda sasa hivi tunapongelea ni miundombinu gani waliweka? Kwanza ni kuhakikisha kwamba wametoa elimu kubwa kwenye swala zima la upotevu wa mazao, jinsi ya kujikinga na upotevu wa mazao, kwa sababu upotevu wa mazao unaweza kuanzia shambani mpaka unapoenda kuhifadhi. Kwa hiyo wametoa elimu kubwa sana, hasa kwenye zile kanda ambazo wanaona uzalishaji ni mkubwa, mfano kanda ya Dodoma, Kongwa pale, na maeneo mengine. Lakini pia kwenye swala zima la elimu ya sumukuvu, kwa sababu sumukuvu pia inaleta athari kubwa. Kwa hiyo tukigusia kwenye swala zima la, kwa hiyo tumeona kwa kweli sekta binafsi na serikali zimekuwa zikipata majadiliano makubwa ya kuweza kuongea, lakini hata pia kuna mpango ule ni mpango wa mpunga wa kuweza kuongeza uzalishaji wa mpunga nchini, ambao pia ulitoka kwenye Wizara ya Kilimo. Wizara ya Kilimo wakawaita wadau mbalimbali wa sekta binafsi, tukajadiliana, sisi tukatoa maoni. Tunachokiona kwamba sekta ya mchele ni jinsi gani ambayo tunaweza tukaongeza uzalishaji. Kwa hiyo maoni yetu yakaweza kupata kuchukuliwa. Lakini pia tumesikia pia kuhusu hizi program za bima ya kilimo, tupata kukua kwenye vikao mbalimbali, na Wizara ya Kilimo ikawa inataka kujua kwanza kuna changamoto gani kwenye bima kilimo, na wakulima wanapata, tukawaeleza kwamba mpaka sasa hivi tunavyoongea kuna VAT kwenye swala zima la bima ya kilimo ambao inamuongezea gharama. Bajeti ya mwaka huu imeeleza vipi kuhusiana na bima ya kilimo, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa kitajataja sana? Imegusia vizuri sana, na kama utakuwa ulimsikia Mheshimiwa Waziri Asunga aligusia vizuri kwamba wanashirikiana na hawa wanaitwa NIC, National Insurance Corporation, nafikiri kitu kama hicho, na kuhakikisha kwamba wanaratibu kwamba kwa asilimia kubwa wakulima wengi waweze kupata bima, kwa sababu tunapoangalia mfano kaka Jamali, tunapoongelea bima ni kwamba bima inasaidia kipindi kile ambacho kuna uangazi. Mfano kama sasa hivi tumesikia kuna uvamizi wa nzige na mafuriko. Hicho ndio kipindi ambacho bima inakuwa ya msaada sana. Kwa hiyo kama wale wakulima ambao walikuwa wako kwenye maeneo mbalimbali ambapo walikuwa mpata mafuriko, wangekuwa wako kwenye bima, kwenye skimu ya bima, leo wangekuwa hawana wasiwasi kwamba zile hela zao walizoziweka
kuweka naweza kusema kama mtaji kwenye kilimo, wangeweza kurudishiwa zikawa sawa hii. Kwa hiyo kwa kweli tunaipongeza Wizara ya Kilimo. Tunachokiomba tu ni kwamba elimu izidi kutoka, kwa sababu inaweza ikawa ni watu wachache ambao wanafahamu kuhusu bima ya kilimo. Ukienda maeneo mbalimbali huko vijijini, bado elimu haijawa kubwa sana. Kwa hiyo wangeweza kutumia vyombo mbalimbali vya habari, vyombo vyenu kama kwenu, kuweza kufikisha taarifa kuhusu bima na umuhimu wa kuweza kuingia. Na saa nyingine pia tusitegemee tu serikali isaidie vyote, hata wakulima wangeweza kuchangia kwenye hizi bima, kwa sababu pia zinawasaidia wao. Ni kama unapoenda kununua gari, kaka Jamali, unakata bima kwa manufaa yako wewe. Lakini kwa hiyo ufahamu sio kwamba serikali haiwezi kaenda inachosaidia ni kutengeneza mazingira na kuweza kupunguza zile gharama zisiwe kali sana kwao. Lakini swala zima la pia wakulima ni vyema wakafuatilia na kuhakikisha kwamba wanaifuatilia hilo swala la sawa. Bwana Junior, tunamalizia na hili kuhusiana na matumizi ya teknolojia. Tunajua kabisa tukitumia teknolojia katika uzalishaji na hasa katika sekta ya kilimo tutapiga hatua kubwa sana. Tumeshuhudia Israel hivi sasa hawahitaji nguvu kubwa ya watu katika kufanya uzalishaji wa mazao au katika shughuli ya kilimo. Wanatumia teknolojia na inawapelekea wao kuzalisha mazao kwa wingi. Teknolojia imeelezwa vipi katika bajeti hii ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka huu 2020-2021? Nashukuru sana. Kwa kweli kwanza nirejee tena, nitawapongeza sana Wizara ya Kilimo kwa sababu imenifurahisha sana bajeti ya mwaka huu. Kwa kweli moja ambalo tumeliona ni kwanza kuna swala zima la kutoa vibali, wanauita ATMAS. Ni mfumo wa kutoa vibali kupitia mtandao. Wafanyabiashara walikuwa wanapata shida sana kwenda Dodoma kuweza kupata vibali. Uende pale uweze kupeleka fomu, apply, inakuchukua takriban siku 7. Lakini sasa hivi wizara imeweza kupunguza mpaka siku 1 kuweza kupata kibali. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri. Mtu akiwa kule, mfanyabiashara akiwa kule Dodoma, akiwa Arusha, akiwa yuko Shinyanga, anaweza kakaa kule tu akaweza kanani. Cha msingi ambacho tungekiomba au ingekuwa ni rai kwa Wizara ya Kilimo iweze kutoa zaidi taarifa, yani hizi watu waweze kufahamu zaidi, kwa sababu ni wafanyabiashara wengine unaweza kuongea nao Kahama na maeneo mengine wanakuambia tufahamu kuhusu hilo, lakini wapo wengine pia ambao wamekuwa wakifahamu. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza hizi programs za kuweza kufikisha taarifa zaidi, lakini pia kuna wameweza kuunda tunaita Agricultural Marketing Department au division au unit, yani kwa kumaanisha kwamba ni kitengo kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa za masoko, ambacho hicho pia kinatumika kwenye elektroniki. Leo ukitaka kujua bei mbalimbali unaweza ukajua, ukitaka kujua hali halisi ya bei zilizoko katika masoko mbalimbali unaweza kufahamu. Kwa hiyo pia tunaona kwamba kwa kweli Wizara ya Kilimo inabadilika, inatoka kwenye ile tunaita wanaingia kidijitali sasa, wanarudi kidijitali. Lakini pia tungependa tuweze kuona kitu ambacho nadhani kwenye bajeti hatujakiona ni swala zima la uwekezaji wa hela kwenye swala zima la utafiti, kwa sababu kwa wataalamu kwenye utafiti mbalimbali, kwa sababu umeongelea Israel, kitu kizuri sana. Hakuna nchi ambayo katika dunia imewekeza asilimia kubwa sana bajeti yake kwenye swala zima la utafiti kama Israel. Israel wametafiti kiasi cha kwamba sasa hivi wanaposema wao wako jangwani kabisa, lakini wanazalisha zaidi ya sisi na wanauza kwenye nchi mbalimbali duniani. Wanazalisha nyanya na matunda, wanauza kwa asilimia naweza nikasema karibu 90 ya masoko wameafikia. Na Israel wamefika sehemu mpaka wamebuni kilimo cha kwenda juu, yani hauhitaji kuwa na eneo kubwa, unaweza ukaweka tu, wanaweka sijui udongo, kuna aina udongo unaweka hivi, wanapandisha mazao yanaenda kwa juu, wanaita vertical farming. Lakini pia jamani, uwezo unashangaa leo unyevu. Israel, mtu mkulima akikaa kwenye chumba chake, ana kiofisi karibia na shamba, akikaa pale anaweza kaangalia, kuna kitu anakiweka chini kwenye tunaita sensa, anakiweka chini kwenye anakiweka chini kwenye ardhi, anachimba tu anakiweka chini, anajua leo kuna unyevu, kwamba unyevu ulioko kuna unyevu, na kwamba leo nipande au nisipande. Sasa unaweza kuona hivi vitu vyote, kama leo serikali ingeweza kuwekeza huko, naamini
lakini katika Afrika Mashariki sisi na bado pia tuna faida kwamba mpaka sasa hivi tunazalisha zaidi mahindi na mchele na marage kwa Afrika Mashariki. Tungeweza kupata nafasi hii ya kuweza kuhakikisha kwamba tungeweza kufanikiwa kuweza kuwekeza kwenye hizi teknolojia, leo tungeweza kuwa tuko bora. Lakini pia tuangalie mbegu na mbolea, tunaagiza 90% ya mbolea yetu kutoka nje ya nchi. Tumeona kwenye bajeti pia wameelezea kwamba makampuni yalikuwa karibu takriban 4, lakini wameongeza mpaka takriban makampuni 11 mpaka 15 ya mbolea. Tunawapongeza kwamba kwa kweli wamefanya hivyo, lakini bado kwa sababu mfano kama sasa hivi tunavyoongelea kaka Jamal, COVID-19 imekuja na mbolea nyingi tunaitegemea inatoka nje ya nchi. Na tuna msimu ambao unakuja, hatutegemei kama uzalishaji utaendelea. Tunategemea kwamba kama kutakuwa hakuna mazuio katika zile nchi ambazo zinaleta mbolea, basi itakuwa haina shida, kwa sababu tunachoshukuru tu faida ni kwamba bei na wenyewe sio wamezuia kuzalisha na maana zile nchi hazizalishi. Ndio maana tunasema kwamba sasa kutokana na lockdown pia kwenye nchi mbalimbali uwezekano wa kwamba kupata ule mzigo unaweza kuwa ni wa shida, lakini tunachoshukuru tu faida ni kwamba mafuta yameshuka bei duniani. Kwa hiyo tunachoamini kama tutafanikiwa kupata shehena Wizara ya Kilimo kuagiza kama ni mbegu, kama ni mbolea au kama ni viatilifu kwa ajili ya kupambana labda na nzige na nini, basi tuagize kipindi hichi kwa sababu bei ya mafuta imeshuka ili tuweze kusaidia kwenye swala zima. Dino Desajo, nakushukuru sana. Hebu twende kule Mwanza ambapo shehena ya minofu ya samaki imesafirishwa jana kuelekea nchi za nje na Rwanda Air. Ndege ya Rwanda ilifika pale na uwanja wa ndege wa Mwanza ulitangazwa rasmi na waziri wa uchukuzi kwamba ni uwanja wa kimataifa kuanzia siku ya jana, baada ya shehena ya minofu ya samaki kupakizwa kutokea hapo Mwanza na kupelekwa katika nchi za nje. Ni habari njema na hakika ni jambo zuri sana kwa wavuvi na wafanyabiashara wa samaki kwa kuweza kupata soko na usafiri huo wa anga. Tumeshuhudia hivi karibuni halikadhalika wazalishaji wa matunda na mboga mboga mkoani Arusha waliweza kusafirisha shehena ya matunda na mboga mboga kupeleka mataifa nje kwa kutumia ndege ya Ethiopia Airlines.